Hallelujah. Praise the Lord. Nimeokoka. Kristo ni Bwana, na kualika kwa prophecy of the year. Tuombe ndio tusikie Bwana anasema ni mwaka wa nini. Baba, nasema asante, nainua jina lako, mfalme wa amani. Ninalitukuza jina lako, makota riba zekete riba zoko tarabo zekete reba shatarama zaka tararabo zaya. Baba, niko na shukrani nyingi sana. Ubali huu imekuwa ni mkono wako Baba. Haijakuwa rahisi, lakini kwa neema na huruma tumefika Baba. Ni asante. Ninasema asante. Nainua jina lako Baba. Sina budi kunyenyekea na kukuacha uzidi Ebeneza. Nimeshukuru na nimefurahia wewe Bwana wa mbinguni. Nashukuru Baba. Rubusika taramazaya, maneno inakosa ya kutumia Baba yangu wa mbinguni ninapokuja kuambia watu ni mwaka wa nini, mwaka wa kukurudia. Baba yangu na Bwana Mungu wa kweli, lidai maganda rabi, my God, nitumie kama vile upedapo, unipe usemi, niseme chochote kile umenipatia, niambie watu wako Baba, kutukuka kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa faida ya mioyo yetu, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Merry Christmas, Happy New Year. Imefikia, tumemaliza mwaka wa 2025. Tumebakisa masaa, ni masaa, hata sio siku, ni masaa. Unaona watu wa Bwana, huyu Mungu ni mwaminifu sana na ni mzuri. Amekuwa pamoja na mimi kwa mwaka mzima. Sina manunguniko hata kidogo, bali nimejaa shukurani. Nimejaa shukurani kwa ajili ya nini? Ya kusaidiwa na Bwana. Ubali huu Bwana amekuwa mwaminifu na amekuwa mwema. Mwaka huu Bwana ameniambia ni mwaka wa kumrudia, na kabla hatujaingia kabisa kwa ajili ya theme na prophecy of the year, ninataka kukuelezea tangu Bwana alipoanza kunitumia na prophecy of na theme of the year ni mwaka wa 2021, ambaye 2021 Bwana aliniambia nini tulipotoka lockdown tukiingia mwaka wa 2021. Bwana hapo ndiye alianza kunitumia na prophecy of the year. Unaona watu wa Bwana, na kulikuwa 2021 ilikuwa ni mwaka wa God's mercy. Tukakuja mwaka wa 2022 na akanipatia theme of the year, akaniambia it is the year of God's power. Unaona 2022 na 2023 Bwana tena hakuniacha, akaendelea kuniambia, akaniambia ni mwaka wa nini, wa great faith and manifestation of truth. 2024 Bwana akaniambia ni mwaka great faith and manifestation of truth itaendelea, lakini akaniambia 2024 ilikuwa ni mwaka wa nini, wa breaking the camp and solution, lakini manifestation of truth ikawa inaendelea. Na diposa mnaona watu wa Bwana, kwa hiyo miaka mbili 2023 na 2024 tumejulishwa na Bwana mambo machugu mazito maziri, siri nyingi sana. Kuna wachungaji wameanikwa, wamejulikana kweli hawajakuwa na Mungu. Unaona, wamekuwa waovu. Mambo kama hayo hatugeamini, hatugeweza ni kujua ni Bwana, ni vile Bwana tulikuwa mwaka wa manifestation of truth. Unaona, truth imejielezea kabisa kabisa, na sasa ni resi uwe mjinga kabisa, huwezi shindwa kujua mchungaji aliye wa kweli, lakini kuna kujitengeneza. Sasa kujitengeneza ni kwao, lakini tulifunuliwa mambo hata ya wachungaji mazito 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 mazito. Tunaelewa, tunapatana watu wa Bwana, na ninataka kukwambia nini? Ninataka kukwambia 2025 Bwana aliniambia it is the year of seeking God and spiritual fragrance. Unaona watu wa Bwana, ninataka kukwambia nini? Kaa hapo. Ninataka kukuelezea nini watu wa Bwana? Ninataka kukuelezea
Ninataka kukuelezea nini? Ni mwaka Bwana aliniambia ni mwaka wa seeking God and spiritual fragrance. Na theme ile nilipewa, watu wa Bwana, nilipewa theme ambaye ilikuwa ni mwana wa Israeli waliandikiwa hiyo barua wakiwa Babylon. Tunapatana wakiwa Babylon, wakaandikiwa hiyo barua, wakaambiwa na Jeremiah wakiwa captivity. Wakaandikiwa na Jeremiah hakuenda captivity, watu wa Bwana. Na diposa ninataka kukuandaa kulingana ndio ushikanise na themu ya this year. Unaona watu wa Bwana, ile neno nimepatiwa na Bwana. Jeremiah aliandikia wana wa Israeli akawaambia waseki God. Walikuwa wanaambiwa waseki God namna gani? Kwa sababu walikuwa wamemtupa, walikuwa wamepoteza Bwana na maovu. Na ukisoma katika kitabu cha Ezekiel chapter 8 utaona maovu yale waliofanya ikafanya waende Babylon. Unaona, haikuwa maovu ya mwaka moja. Unaona, walikuwa wanaambiwa na Jeremiah, wanaambiwa ni mutaenda Babylon, na lakini hawakusikia. Unaona, walikuwa wanadhihaki hao manabii waliokuwa wanatumiwa na Bwana, na walienda Babylon for 70 years. Na hiyo maandiko theme ya this year 2025 ilikuwa imetolewa hapo na Bwana. Bwana alikuwa ameniambia hiyo mwaka Jeremiah 29 walikuwa wanaambiwa wasiki God. Na ni kwa nini walikuwa wanaambiwa wasiki God? Kwa sababu already walikuwa wamempoteza Bwana na kuchukuliwa mateka. Nimekuwa nikiongelelea kuhusu mateka. Makuta ribabuzaya as a church, as a nation, as a family, as individual tumekuwa Babylon. Na tulienda Babylon namna gani? Wazi dhambi crept in the altars. Unaona, makanisa kukawa kuna madhambi na dhambi ya kanisa ni pasta. Unaona, masinia nini, kukawa na wachungaji wanatumikia Bwana wakiwa na mausherati. Na hapo ndio watu walienda Babylon. Na wana wa Israeli walipoenda Babylon walichukuliwa wote, mpaka wafalme, mpaka priest, no mpaka prophet. Ni Jeremiah hakuenda. Na ni kwa nini hakupelekwa Babylon? Ni kwa sababu alikuwa atumiwe na Bwana kwenda kusaidia wana wa Israeli wakiwa Babylon. Kwa sababu watu wa Bwana mkifungwa jela nyinyi wote, you are boss na nini nani anaweza saidia mwingine? Hakuna mtu anaweza saidia mwingine. Unaona watu wa Bwana, na diposa ninataka kukuelezea nini? Ninataka kukuelezea tukiingia theme of the year 2026 ambaye Bwana aliniambia it is the year of returning to God. Ni kumrudia, tunamrudia Bwana. Watu wa Bwana, tulipotea kama vile Bwana mwaka huu amekuwa aliniambia tumseek God, tumutafute, kwa sababu tulikuwa tumempoteza Bwana. Na ukisoma Ezekiel, kitabu cha Ezekiel chapter 22:30 inasema God looked for a man wakusimama kwenye pengo wana wa Israeli wasiende Babylon, akakosa. The same case, wachungaji wamekuwa 1000 lakini kondoo zimekuwa zikisava kukosa mchungaji. Kwa sababu ya nini? Ya captivity. Makota na Bosaya, tulimupoteza Bwana. Waanze tulikubali nini? Kuidhabi ingie madhabahuni, kukakosa mchungaji wa kugogea watu. Mchungaji si wa kawaida na mshirika, hapana. Robo saka taramazaya, kondoo zikikosa mchungaji si lazima siangamizwe. Na mchungaji alikosa namna gani? Ni kama nyakati hizo za Israel wakati wa Jews, Bwana alikuwa anasema he looked for a man wa kusimama kwa pengo asaidie wana wa Israeli wasiende Babylon. But neno linasema alikosa. Where were they? At the priest, the temple, aliharibu Solomon aliyejenga, ilikuwa full of nini? Full of priest. Unaona, walikuwa 1000 but God could not find anyone. Na ni kwa nini? Kwa sababu alienda kupata watu. Kwa nini? Alienda kupata watu huko Babylon. Walipofika Babylon ndio alipata watu wa kutumia.
Makota Ramazaya, nasi watu wa Bwana tumekuwa Babylon na sasa tunamrudia Bwana. Waprisi wale walikuwa mbele kabla ya captivity, sio hao walitumiwa na Bwana walipotoka captivity. Kwa hivyo it is all about us. Tujitakaze watu wa Bwana ndio tuweze kumrudia Bwana. Katika kitabu, katika dhemu maandiko, ile neno ile nimepewa na Bwana iko katika kitabu cha Psalms 126 inasemaga nini? Ati when the Lord brought back those who returned to Zion, we were like those who dream. When our mouth was filled with laughter and our tongue with singing, then they said amongst the nation, the Lord has done great things for them. Unaona watu wa Bwana, na ninataka kukwambia nini? Hizo them nimekwambia kuanzia 2021 mpaka saa hii. Ninataka kukwambia 2022 nilielezea, Bwana aliniambia elezea watu wangu kuhusu nini tofauti ya dhemu inakuaga ni kwa nini. Watu wa Bwana it is only Catholic inakuaga na hiyo mambo ati maandiko vitabu zile zitasomwa zote zinakuaga zinatoka Rome kuanzia January 1 Sunday ya kwanza mpaka December, inakuaga moja dunia yote, na hapo wanakoseaga. Ni kwa nini watu wa Bwana hao hawatumiagi roho hafanyagi hivyo? Ni kwa sababu gani watu wanakuaga na them tofauti? Ni kwa sababu watu wale umeitiwa ni tofauti, wako na shida tofauti. Watu wa Bwana, sijainua madhabahu, niko chini ya Bishop Allison Makota Ramazaya na ninakuaga na them kuanzia 2021. Hiyo ni kukuonyesha nini? My God, ni kusema Mungu ni wa vita? Hapana, si vita. Ni kwa sababu gani? Mimi si mchungaji kwa Bishop Allison. Kwa hivyo nakuaga na themu kwa sababu niliruhusiwa na Bwana kuja kwa platform hivi online. YouTube niko, TikTok niko na kuna watu wale wanafanya nipewe themu tofauti na ya Bishop Allison Makota Ramazaya Mazaya. Na wacha nikuambia, nilielezea 2022 tofauti ya themu inakuaga nini. Ni unaona, si Mungu anakuaga wawili ama watatu, hapana. Inakuaga ni kwa sababu kila mchungaji wa kuitwa na Bwana kuna watu wale ameitiwangwa. Unaona watu wa Bwana haziwezi fanana themu, especially sa watu walio Pentecostal churches, kwa sababu watu wanaongozwa na Roho ni Roho. It is all about Holy Spirit. Unaona watu wa Bwana, na diposa ninataka kukwambia nini, hata huko ninashiriki Bishop Allison, mimi napewa themu kwa sababu kwa hiyo madhabahu I'm not a pastor there, and there is no problem with that. Kwa sababu hiyo sio Mungu hakuniita hivyo ati niordainiwe niwe pastor kwa Bishop. Hapana, no, it is not that way. Makota Ramazaya, diposa Bwana ananipatiaga theme of the year. Ribabosaka Taramazaya, na sina madhabahu ni kwa sababu niko na platform. Na kama anaweza wachungaji wale sio Bishop Allison peke yake kule na shiriki, wale wengine wako na followers, unaona wako na co-pastors, wakiwaruhusu wawe na platform hije, pengine wanaenda wanaruhusiwa kwenda Kameme kwa station kwa TV, wanaweza kuwa na nini, wanaweza kuwa na theme tofauti. Hata saa hii wanakuaga, lakini of course kama wako kwa hiyo madhabahu hawawezi lete theme yao, ni wao wanajua tu. Hiyo ndio inakuaga tofauti. Tunapatana, ndio inakuaga tofauti. Usishidwe huyu kwa nini hawezi gojea Bishop asikie ya Bishop. Hapana, sina vita na hiyo. Unaona, mimi ni a servant of God by calling, na kuna wale nimeitiwa kwa hizi platform. Huku sio kwa Faith TV na hubiri, hapana, sio hivyo watu wa Bwana inaedaga. Na kwa hiyo madhabahu ya Bishop hatuwezi kuwa pastor sisi wote tulie na calling. Unaona watu wa Bwana, kila mtu ameitwa. Na diposa unaona kuna 2023 tukikuja 2024 Bishop alikuwa amesema CFF zote za Kenya sikutane Kasarani. Kulikuwa na vita kali sana. Kwa sababu gani? Bwana hafanyagi na hivyo. Unaona watu wa Bwana, alitaka themu iwe moja, ikuage moja, ati kila branch themu inakuwa ya CFF. Sasa hiyo haiwezi, ilikataa.
ilikataa. Kulikuwa na vita kali sana kwa hiyo mkesha, na ni hiyo zida. Unaona watu wa Bwana, ndio ninataka kukuelezea nini, ndio ukamate. Naelezea hii ukamate tofauti, na usione kama nimepotea ama kama nimekuwa rebellious. No, it is not rebellion. Unaona watu wa Bwana, God is God of order, na hawezi kutumia mtu akiwa rebellious. Bwana hanitumiagi na tofauti na theme ya Archbishop ati kwa sababu niko rebellious. Hapana, ni kwa sababu hapo ninagojea nitoke niende niinue madhabahu. Na kuna nikitoka huko nje, mimi ni pastor kwa hizi platform nahubiria. Niko na YouTube, niko na TikTok, niko na WhatsApp group, iko na watu kama 130 hivi. Unaona, every Sunday na wahubiria, na niko na hii Facebook. Unaona watu wa Bwana, na msubscribe YouTube. Nimeigeuza nikafupisha, nikaondoa jina Wajiko, ndio ukienda kuisearch iwe rahisi kwako. Irene Summons ndio YouTube yangu. Sasa ukiingia hapo utanisubscribea. Niko na 55 watu subscriber, nimepata 55. God bless you. Bwana ambariki wale mumesubscribe. Na wewe huja subscribe YouTube, ingia YouTube, kwa sababu hii live video kwa Facebook itakuwa mwezi moja. Kwa hivyo nitaitransfer niipeleke nini YouTube. Unaona watu wa Bwana, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mwaka wa kumrudia Bwana. Unaona watu wa Bwana, na tutamrudia Bwana namna gani? Nama kwa nini tutamrudia Bwana? Kutoka Babylon. Unaona watu wa Bwana, tulikuwa nini? Angalieni maovu yale yamekuwa ni mengi sana. Maovu yamekuwa mengi sana, na diposa hiyo ni sign ya kuwa tumekuwa Babylon. Tumekuwa Babylon watu wa Bwana, na diposa unaona Bwana anataka tumrudie. Tulimuacha makota rababozaya. Watu wamekuwa wakitumikia Bwana na mausherati. Unaona, mausherati haikatazwi kwa makanisa, wachungaji, kwa watu wote, na si wote, lakini majority. Unaona watu wa Bwana wamekuwa hivyo, na diposa Bwana ameniambia, alinipatia hii theme of the year, my birthday 20th October ndio ninapeagwa, na hizo zingine zote nilipeagwa hiyo date. Unaona watu wa Bwana, pengine Bwana atabadilisha tukiendelea na miaka ingine inakuja. Nimekwambia Bwana ameniambia ni mwaka wa kumrudia, na Mungu anataka tumrudie kama tu vile wana wa Israeli walimrudia. Na hii neno inasema ati Bwana aliporudisha mateka wake Jerusalem, walikuwa kama watu wanaota. Watu wa Bwana ilikuwa hivyo, na imekuwa hivyo. Tutakuwa watu kama wanaota. Kwa sababu gani? Watu wengine wamefinyiliwa sana. Mateso ile walikuwa nayo Babylon ilikuwa mingi sana, na diposa hata sisi tumekuwa na mateso mengi sana. Kuna watu wamechukuliwa mateka, wakatolewa kwa kanisa zao, wakakuja kuwekwa kwa makanisa makubwa, na hawafanyi kitu. Hakuna opportunity ya kutumikia Bwana. Hiyo ni nini? Hiyo ni Babylon. Kama tu vile wana wa Israeli wakiwa Babylon, Nebukadneza hakuwachukua waende wakatumikia Mungu huko. Ukisoma Psalms 137 inasemaga tini ati kado ya mito ya Babylon. Hapo ndio tulikaa tukalia tulipokumbuka Sayuni. Wapo tulipo hang vinada vyetu. Walichukua vinada na hawakuenda kuiba. Hawakuwa wanaenda kuiba makota Ramazaya. Na hivyo ndivyo ilivyo imekuwa kwa makanisa. Watu wako na gift, wako na callings, lakini hawapewi nafasi, wanakanyagiwa. Angalieni watu wa Bwana, ni ndoto wachungaji wakituachilia tumtumikie Bwana, seniors of ministry na mafauda. Angalia zile vita wamekuwa nazo. My God, sekatana mazaya. Hiyo ni sign ya kuwa tumekuwa Babylon. Watu wamekuwa wakizuiliwa kumtumikia Bwana, kama tu vile Babylon walikaa hawakuinua madhabahu.
Nasi watu wa Bwana tukimrudia Bwana tutainua madhabahu. Kitu ya kwanza, Ezra, ukisoma kitabu cha Ezra utaona na vile hawakutoka wote mara moja, walitokaga in group to group, na kama tu vile waliendaga group to group, hivyo ndivyo tutaenda kutokea watu wa Bwana. Hatutatokea wote tu kama buzi kwa zizi. Hapana, tutatokea moja kwa mwingine, group kwa ingine, kanisa hii kwa ingine, kanisa hii kwa ingine. Watu wa Bwana, ninataka kukwambia nini? Wana wa Israeli, neno hiyo Psalms 137 inasema walihangi vinada vyao, hawakumwenda kumuibia, hawakuruhusiwa. Angalia Danieli, alikuwa anaigiliwa, wanawekwa kidole mpaka kwa macho, anachuguzwa vile hata anatumikia Bwana. Unaona, na hivyo ndivyo imekuwa. Tumekuwa tukifugiwa na masinia makota Ramazaya. Unaona, watu wamekuwa wakifugiwa, wachungaji upcoming, tumekuwa na mashida mingi sana, lakini Bwana ananiambia robo sakata Ramazaya, hiyo yote ni ndoto akitusaidia. Hao wachungaji wamekuwa wakitufugia, wakituharibia mapartners wa pesa, wakisema turudi kwa mabiashara. Makota Ramazaya, itakuwa dream wakituacha, kwa sababu ni mwaka wa kumrudia Bwana. God atafanya kama tu vile alisaidia wana wa Israeli wakitoka Babylon. Babylonians wale waliwakapcha wakati wa hasira ya Bwana, lakini kwa sababu walijitengeneza, na kama vile Bwana alituambia mwaka huu tumtafute kwa ajili ya kumrudia mwaka tunayoingia wa 2026. Hivyo ndivyo tutakuwa. Wale mmemtafuta Bwana, hamujakuwa na revenge, mkirevenge watu wale wamekuwa wakimfinyiria. Nyinyi ndio Bwana atapea uwezo wa kurudi Yerusalemu yenu. Robo sakata Ramazaya, na mimi ni mmoja wake. Baba ya watu wa Bwana, watu wametuigilia sana, watu wamechokozwa, kodoo zimechukuliwa na mafuta ya Bwana, kama tu vile Nebukadneza alifanya. Wachungaji wamefugiwa, wadogo masinia wale wako chini, katikati chini wamefugiwa, makanisa yao haikui. Ni ndoto hizo kanisa sasa sikianza kufuro makota Ramazaya. Are we together? Ndio Bwana ameniambia hivyo, itakuwa ndoto, lakini hiyo nitafikia. Bwana atafikia watu wa Bwana. Bwana ameniambia nini? Ni ndoto, devil worshiping kumalizwa. Unaona, na Bwana atamimaliza, kwa sababu hiyo imeharibu watu wengi sana. Devil worshiping in our nation, in the churches, nini? Wachungaji waliomuacha Bwana, kunao wengine hamutaamini wakimrudia Bwana. Oh sakata Ramazaya, na nini watu wa Bwana? Nikiendelea na hii neno, wale hawatamrudia Bwana. Babylon ilipata judgment. Ni kwa nini? Kwa sababu walipotumiwa na Bwana kukapcha, kutengeneza wana wa Israeli, hawakujitengeneza. Nao kuna watu, kuna watumishi, kuna watu, kuna washirika nini, kuna mabosses nini, wao viongozi, kuna mama president nini, wamekuwa wakitumiwa na Bwana kufinyilia wengine. Lakini kama watajitengeneza, hao wachungaji wamekuwa wakiharibu wachungaji wengine, na ni kwa ajili ya captivity. Sasa captivity imefika mwisho. It is the year of returning to God. Bwana atatuandalia Cyrus. Ukisoma nini Isaia 45 utaona wana wa Israeli walipo dakika yao ilipotoka, Bwana aliandaa Cyrus. Unaona, Cyrus alikuwa mfalme wa Babylon. Unaona, huko Babylon wakati wa wana wa Israeli ilifikia wakati wao kutoka, akamtumia, akawapatia barua na akawapatia pesa. Watu watatusaidia kuinua madhabahu, lazima tusapotiwe na pesa. Kuna watu watatusupport, upcoming ministers. Robo sakata Ramazaya, it is all about God. Oh sakata Ramazaya. Unaona watu wa Bwana, kuna watu tukikaa vizuri kumrudia Bwana na tuwe tayari kabisa kumrudia Bwana, Bwana atatupatia watu wa kusimama nasi na pesa. Biashara sitanawili, mambo kama hayo. Makanisa yatatakasika.
Watu wa Bwana, hivyo ndivyo Bwana ameniambia. Kuna watu wengi sana Bwana atawapatia hiyo uwezo, kama vile alipeana uwezo wa kurudi Jerusalem. Unaona, kutoka Babylon atapeana hiyo uwezo. Kuna wachungaji watakuwa na uwezo wa kutoka kwa Shetani na kumrudia Bwana. Unaona, watu wa Bwana, na wale hawatafaulu basi watapata judgment kama Babylonians. Unaona, watu wa Bwana. Haya, tukiendelea na hii neno, ninataka kukwambia nini walishinda aje captivity yao. Kwa sababu tutaendelea hivyo, tukitoka hawakurevenge. Na wewe hujakuwa ukirevenge mtu ule anakuonea, anakuingilia, wewe ndio utakutangulia kurudi Jerusalem. Waliporudi Jerusalem, walipokuwa kule, Daniel alifunga. Daniel, msinyamaze, muendelee kufunga, kuomba kwa ajili ya watu wengine. Imagine Daniel alifunga 21 days na hakurudi Jerusalem. Nini utafiti unasemaga hivyo, ati juu ya uzee. Kuna watu hawakurudi Jerusalem. Kama Esther alikuwa ameoleka kwa ajili ya doa. My lecturer ndio alikuwa anatuelezea hii, na nikarudi nikagugu nikaona hata Daniel kwa ajili ya uzee hakurudi Jerusalem. Kwa hivyo watu wa Bwana, vile watu wa Daniel alifunga, na tuendelee kufunga sisi Daniel, wale Daniel wa kufungulisha watu wengine mpaka captivity iishe kabisa, jia sifuguke sa watu kutoka Babylon warudi. Walitoka na nusu kikundi kwa kikundi, na walipotoka, kitu ya kwanza waliinua madhabahu. Ezra alikuwa priest, aliwaongoza kuinua madhabahu. Na neno ndio linasema nini? Kulikuwa na kilio walipoinua madhabahu, kwa sababu Babylon 70 years hawakuwa na kanisa. Na hata saa hii makanisa haikuwa. Hata wakati wa lockdown vile ilirudishwa, haikurudishwa kwa ajili ya watu kujitakaza. Bwana alikuwa amefunga kwa ajili ya kukasirika, lakini haikurudishwa kwa ajili ya nini? Kwa sababu watu hawakujitakasa, ni kuforce, waliforce na Bwana akatuachilia. But it is now God is going to open churches officially, spiritually. Unaona, watu wa Bwana, kiroho kanisa sitafunguliwa. Bwana alisifunga kitabu sana. Ndiposa mnaona watu wanasema Bwana, inarudi inasemekana sio Bwana. Ni confusion imekuwa huko, ni juu ya dhambi. Na Bwana amekubali kutusamehe na kutusaidia kumrudia Bwana. Hatuwezi mrudia Bwana hivi. Ezra, ukisoma hiyo kitabu cha Ezra, aliongoza watu kurepent tena. Na walirepent kule Jerusalem, ndio jia ikafunguka. Tuendelee kurepent, tusistop here. Tuendelee kujitakasa mpaka tumrudie Bwana kabisa. Na tukimrudia Bwana, mambo yote itakuwa mazuri. Aliyowaongoza hata kutupa virgin wife. Ole wenu mmekuwa mkijiwekelea, captivity yenu imekuwa ikileta ukujiwekelea wanawake wawili. Sasa soma Ezra, kitabu cha Ezra chapter 10. Ndio waweze kuandamana na Bwana vizuri, walitupa virgin wife. Wewe serebu, wewe mtumishi wa Bwana uko na wanawake wawili, you cannot return to God namna hiyo. Na dhambi na nini, lazima tuachane na dhambi ndio tumrudie Bwana. Wale wameoa mawake wawili, wale doa wamekuwa wakichafua doa zao, lazima mkubali kuachana na dhambi, na doa siwekwe safi. Na watu wale wanahitaji doa, Bwana atapeana doa, kwa sababu ni captivity imekuwa ikinyima watu doa. Unaona, na doa za watu wengine itakuwa kama doto zikitakasika, wengine itakuwa doto wakifanya harusi. My God, ribabo saka taramazaya, tunapatana. Haya, jambo hiyo ingine, walijenga ukuta. Nehemia, ukisoma kitabu cha Nehemia, alisaidiwa na mfalme, akaandikiwa barua na akapewa pesa za kuenda nini? Kujenga ukuta. Walienda kujenga ukuta. Nasi watu wa Bwana, Mungu anataka tujenge ukuta. Kumrudia Bwana lazima tuwe tayari kujenga ukuta. Na ukuta nitakuja kufundisha hiyo baadaye. Unaona, tukiruka mwaka nitakuja kufundisha kuhusu kujenga ukuta na faida zake za ukuta. Watu wa Bwana, kumrudia Bwana ni kuinua madhabahu, na kuinua madhabahu ni kuanza kwa roho zetu. Roho zetu ndio imejaa madhabahu ya kweli.
Unaona watu wa Bwana, tujitakaze ndio tuweze kumrudia Bwana. Ndio kama wachungaji, jitakaze kama mchungaji uweze kutumikia Bwana. Are we together? Unaona, haya tukiendelea na hiyo Nehemia aliwasaidia kujenga ukuta, wakajenga ukuta. Ezra aliwasaidia kuinua madhabahu, hata kama hawakuinua kama vile ilifaa, kwa sababu katika kitabu cha Ezra inasema ati kulikuwa na kilio kingi mara mbili ya confusion ya watu wale waliona kanisa ya mbele vile haijarudi hivyo, kile walipoteza walikuwa wanalia, na wale walikuwa wanalia kwa kuona 70 years hawajakuwa na madhabahu, lakini sasa wamepata madhabahu. Wakalia, kulikuwa na kilio kingi sana cha furaha na cha machozi. Hiyo sisi hatutamuinulia Mungu madhabahu ambaye ni ovyo ovyo, kwa sababu Hagai inasema kanisa la nyuma litakuwa na utukufu kuliko la mbeleni. Tunapatana watu wa Bwana, sasa ni tuwe ready kumtumikia Bwana vizuri zaidi ya vile tumekuwa tukimtumikia. Tumrudie Bwana kila mtu. Hakuna mtu si wa kumrudia Bwana. Babylon ilienda wote, na hata wale walibaki Jerusalem na Jeremiah waliambiwa wasiende Egypt, wakae huko wachomwe for 70 years. Bwana amekubali kutusamehe na amesikia kilio cha watu wengi sana. Kuna watu wamekuwa wakilia wakiona michezo na wachungaji wengine. Unaona anashindwa sasa, huyu si anipe madhabahu nikoboe hao watu na neno piwa. Mchungaji ako na washirika wengi na ni misaha hiyo juu ya maunajisi. Unaona hiyo yote itaisha, Bwana ataigiria na itaisha. Devil worshiping, Bwana ameniambia tumuachia, atashughulikia. Kumrudia Bwana ni kuachana na hizo miungu. Unaona watu wa Bwana, kuachana na hiyo miungu. Kazi ya Bwana haiwezi kufanywa na nguvu za shetani. It can't match. Unaona, diposa unaona watu wamekufa wengi sana wakiwa makanisani kwa kuroka Shepherd, kwa sababu wachungaji walimuacha Bwana juu ya development, na badala ya kumrudia Bwana wengi majority wakajoin Satan for power. Hiyo ndio imekula watu, na diposa unaona tumekuwa tukifinyiliwa. Unaona watu wa Bwana wanasema ati ni kwa sababu hatuko ordained, wanaturoga ya mapartners wale Bwana anatupatia. Anasema huyu hajakuwa ordained anapata hiyo pesa yote, anapewa mtu anapewa mtu wa kusimama na yeye na pesa. Unaona itakuwa kama doto wengine tukiondolewa hiyo uchawi, tukipewa uwezo wa kushinda hizo mauchawi, imekuwa imetukadamisha hivi. Unapata partner, unaondolewa na senior fulani, anakuja tu. Angalieni watu wa Bwana mambo yale tumekuwa. Wachungaji wangapi walifunga makanisa, saa ndio wanarudisha. Unaona watu wa Bwana walifunga makanisa yao, na sasa Bwana amesema atawarudishia, kwa sababu ilifungwa juu ya captivity. Unaona watu wa Bwana, kuna wachungaji wengine walikubali kufunga makanisa yao, na kama hawakufunga hawangekuwa hai. Watu wale walikangana na Nebukadneza kukataa kwenda Jerusalem, Babylon, walikufa wengi sana. Mpaka Zedekia mfalme wa wakati huo alikamatwa akang'olewa macho na watoto wake wakauliwa akiona. Unaona watu wa Bwana, na diposa ninataka kukuambia nini, wale hatujangangana na Bwana, walikubali kufunga hizo makanisa. Sasa Bwana atasifungua, kwa sababu ni captivity imekuwa. Na diposa unaona wewe mchungaji unayenifuatilia, founder and senior, umekuwa ukitumika, unajua umekuwa ukitumika kufugia upcoming. Bwana amefikisha hiyo mwisho, ni kama Nebukadneza. Sasa wakiendelea watakipata. Unaona watu wa Bwana, kuna wachungaji wamekuwa wakiroga wachungaji wengine walio juu, wakiroga wachungaji wale wa upcoming. Unaona, kwa ajili ya mafuta, sababu wewe unatokea kama hata hujakuwa ordained. Unajua kuna mafuta, kuna anointing huna.
Sasa mchungaji aliye ordained mkubwa wako akianza kukuroga, kukufugia kunini, kama ni partners anakufuga ndio ati uachane na kutumikia Bwana uende. Hakuna. Kama ni mwito ukiitwa na Bwana hakuna ingine, hakuna vile, hata ulale njaa, hata ufanye nini. Solution sio kutafuta biashara kama mchungaji, ni kufocus na ministry. Biashara itakuja as investment baadaye. Hivyo ndivyo Bwana aliniambia. Kwa hivyo wewe Pastor Susan ulikujaga Katoroni last week but one kuniambia tu umeniona na biashara kubwa sana, nione na kanisa kubwa first. Wachana na, niliuliza Mungu, najua huyo pastor ataona hapa. Unaona, alikuja akaniambia hiyo, it was lying spirit. Unaona, si biashara first kama mchungaji, ni ministry first, then investment hiyo. Uliza Bwana, mchungaji ni wa kuomba pesa, si wa kuomba kazi. Kwa sababu kama uliachishwa kazi ndio uandaliwe na haujapata hiyo, hujainua hiyo madhabahu, then wacha kuachana kungangana na mambo ya biashara. Na kama mtu anataka kuoa mtu ambaye ni pastor na ako na issue kama hiyo, kama wewe unasikia huwezi, wewe move on, muache aende. Unaona, mtu hufai kulazimisha mtu akuoe. Unaona, ama kumwambia ati nitafanya, na wewe unajua wewe ni mchungaji. Unaona, watu wa Bwana, mambo inakuaga hivyo. Rima saka taramazaya, kama ni wewe ndugu na uko na mwito, dada kama hataki kuolewa na mchungaji, wewe muachane na yeye, muache. Ataanza kukuambia mimi nataka mamilioni, nataka nini, na wakati wako haujafika. Mchungaji tunaendaga na Mungu. Ukiolewa na mtu kama wewe ni mama, dada, mtumishi, mchungaji na bwana yako akatae uchungaji, sasa hiyo itakuwa na hot class. Mwambie bereni, kama yeye hajui mambo ya wachungaji, aachane na wewe. Aache Bwana akuletee ule mtu anafaa, mutafiti kwa ajili ya ministry. Kwa sababu ni ministry first, then investment ya biashara na nini. Na ndiposa unaona hiyo wachungaji wanakuaga hivyo, wanafanyaga hiyo mambo yote. Unaona, watu wa Bwana, may God have mercy, may God raise us standard, atusaidie tunapoenda kumrudia Bwana. Wana wa Israeli walifanya hivyo kuanzia Babylon, hawakurevenge. Unaona, na diposa walipata nafasi ya kumrudia Bwana. Unaona, nasi watu wa Bwana tusitebe na revenge. Tuendelee tu kufocus na Bwana. Yes, amekuwa ameona unaigizwa kidole kwa macho, uchokozi wa hali ya juu sana. Unaona, kufugiwa nini, mchungaji wachungaji wengine wasirika wao wakatolewa na masinia, lakini Bwana atawarudishia. It is like a dream. Kanisa zile zilifugwa na masinia wengine kwa ajili ya authority, sikafugika, hasikui, sitakuwa mwaka huu, kwa sababu ni mwaka wa kumrudia Bwana. Hebu sema, wacha tunapatana watu wa Bwana. Ninataka kukuelezea nini nikimalizia. Kutakuwa na hiyo mambo. Unaona, kutakuwa na mambo ya devil worshiping. Hiyo ndio Bwana ameniambia atashughulikia, atatusaidia kuishida. It is like a dream. Wachungaji hao walijoin shetani, kumuacha shetani na kuingia kurudia Bwana, kuanza kutumika vizuri na nguvu genuine za Bwana. Haya, marriages zitatakasika. Unaona, it is like a dream, marriage zingine kutakasika na wengine kupata marriage. Unaona, watu wa Bwana, sanctification ya marriage itakuwa nyingi sana. Devil worshiping hiyo nimesema itaendelea kukomeshwa na Bwana by power za Bwana, kupitia nguvu za Bwana. Itakuwa barrenness. Kuna watu wamestruggle sana na fruit of womb. Bwana ameniambia hii mwaka wa kumrudia, hiyo imekuwa captivity. Watu watazaa robo sakatalamazaya. Get me my word. Unaona, nisikilize vizuri, watu watazaa wealthy.